sana. Ni wakati mwingine tunamshukuru Mungu kwa ulinzi wake wa kipekee siku ya leo. Amekuwa nasi tangu asubuhi hadi wakati huu. Ametuamsha na amekuwa mwema katika maisha yetu. Baba, asante. Tunakuja mbele zako. Tunaposoma neno lako fupi, tujaze na Roho wako na nguvu zako zitufuate. Katika jina la Yesu tunaomba. Amen. Asante. Asubuhi ya leo tunaangalia umuhimu wa kutubu dhambi. Tunaangalia umuhimu wa kuungama dhambi zetu. Maana Mungu anatuambia katika Yohana wa kwanza 1:9, tukiziungama dhambi zetu, tuweze kutubu, tuwe watu wanyenyekevu. Tunapokosa tunarudi tena, Mungu anatusamea. Yeye ni mwaminifu. Kwa kweli Mungu wetu ni mwaminifu. Anataka tu tuziungame dhambi zangu. Katika 2 Chronicles chapter 7 verse 14, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watanyenyekea na kutubu na kuacha njia zao mbaya, nami nitawasikia na kuponya nchi zao. Kwa hivyo asubuhi ya leo, ndugu na dada, tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na atatusikia. Atatukaribisha tena katika mikono yake. Tukitubu, tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atuondolee dhambi zetu na kusafisha na udhalimu wote. Ni nini tunahitajika asubuhi ya leo kufanya? Ni kutubu, ni kumwendea Kristo. Tuziungame dhambi zetu. Tuache maovu yetu. Tunyenyekee kila wakati, maana Mungu ni mwaminifu. Hakuna mwingine kama yeye. Anatupenda, anatujali, anatuhitaji. Asubuhi ya leo tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wetu. Na tukikataa, tukisema kwamba hatukutenda dhambi, twamfanya yeye kuwa mwongo na neno lake alimo mwetu. Kwa hivyo tuungame dhambi zetu, tumuombe Mungu atusikie, atujibu kila wakati. Uwa na asubuhi njema yenye baraka. Asante Mungu kwa neema yako. Umetuambia tuungame dhambi zetu na wewe ni wa haki. Tusaidie, tuongoze katika kila jambo. Katika jina la Yesu tunaomba. Amen.